Yeba. Bwana, mashine hii hapa single movie funga mwaka ambayo nimeona nilete kama zawadi kwa watu wote ambao wananifuatilia, mafasi wangu wote, wadau wangu wote ambao wanamfuatilia DJ Yusko Mr. Burudani. Bwana, nimeona niwalete kama zawadi kitu safi kabisa, single movie ambayo nifunga mwaka. Hii hapa bwana ni full na Mr. Burudani. Kama nilivyosema, hii ni zawadi kwa ajili ya wale wote mnaonifuatilia na kunipenda Mr. Burudani. Nimeona niwalete kitu safi kabisa, mashine single movie ambayo itakuja kukupa company kipindi cha Christmas. Nimeona niwalete kitu hichi hapa, bwana, single movie ambayo hii itakwenda kufunga mwaka bwana, na Mr. Burudani mitamboni. Kumbuka namba zangu ni zile zile, jumlisha 181520811037. Unanipata kupitia WhatsApp bwana, kitu safi kabisa bwana, hii utaifahamu. Kwanza tusonge mbele, utaifahamu inaitwaje. Kumbuka ni mwa kipenzi kabisa, ni Mr. Burudani mitamboni. Kama nilivyosema, ni zawadi kwa ajili ya wadau wangu. Wewe kama unachuki na mimi hapa hujaitwa mzee baba. Kama unanichukia basi ujue kabisa kwamba hapa hujaitwa. Hakuna mtu yoyote yule ambaye kakuita hapa kama unachukia au kama unamchukia Mr. Burudani bwana, basi fungashe kilicho cha kwako na pate kuweza kuondoka, kwa maana hapa hujaitwa bwana. Kitu hichi hapa ni single movie ambayo tunakwenda kufunga nayo mwaka bwana. Twende tukaienze mashine ya kwetu hii hapa bwana, tusonge mbele. Tuanze kidogo tuipate historia kidogo. 25年5月 Anasema mwemo Mei mwaka wa 1925 Wajerumani walivamia Shanghai na kukamata miji kadhaa katika mji wa Shanghai. Lakini hawakuishia hapo. Unaambia walikwenda mpaka katika mji wa Tianjin. Na huko Tianjin walikwenda kwa ajili ya kutawala. Baada ya kuona ya kwamba Shanghai hawaikamati barabara, waliamua kwenda katika mji wa Tianjin na kuivamia Tianjin. Walitaka waitawale, wao wawe watawala katika mji wa Tianjin. Lakini kuna watu ambao wakukubali, ambao walikuwa ni wanafunzi na wafanyakazi katika mji wa Tianjin. Wao wakukubali kutawaliwa na Wajerumani, kwa maana hiyo walianzisha maandamano na kwenda kuitaka haki yao. Lakini bila kutarajia, walipoanzisha maandamano, Wajerumani walitoa oda wote wauawe. Unaambia wote walioanzisha maandamano kipindi hicho, oda ilitoka wote wauawe. Kamanda wa Kijerumani alitoa oda wote waloleta maandamano ya kwamba wanaitaka haki yao wauawe wote. Bwana, nadhani umenipata vizuri hapo. Leo tunakutana binti huyu hapa ambaye anaitwa Ziayun. Naye pia alikuwa ni mmoja ambaye alikuja kuomba haki, alikuja kuhitaji haki. Alikuja kuhitaji haki yao. Kumbuka hapa ni katika mji wa Tianjin. Hapa sio Shanghai, hapa ni Tianjin. Bwana, walikuja hapa baada ya kuona ya kwamba Tianjin kuna vichwa ambavyo wanapiga mkono, pia ni vichwa ambavyo vina jeshi kubwa, vina vikosi vikubwa. Kwa maana hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwao kuikamata Shanghai barabara. Waliamua moja kwa moja kuja katika mji wa Tianjin. Bwana, tusonge mbele. Binti alikuwa akikimbia. Huyu binti, kama nilivyokuambia, huyu binti anaitwa Ziayun. Sasa wako na makamanda, huyu hapa, huyu ni kamanda wa Kijerumani ambaye alikuwa akimfuatilia binti kwa nyuma. Anambia wewe ni wangu, unanielewa? Wewe ni wangu, unanielewa? Anamtaka binti. Bwana, anambia usinifanye nikachukia. Wewe ni wangu. Anambia unanielewa? Aise. Afu anamcheka binti. Anataka mle binti, anataka mpake binti. Bwana, anambia usinisogelee mpumbavu. Binti anajaribu kujitetea. Kumbuka hawa tayari wamechukua madaraka katika mji wa Tianjin. Na hapa wanafanya kila kitu, wanawatawala kwa mabavu wa China. Anataka mbake binti. Bwana, lakini akiwa hapa kuna honi ambayo ilisikika huko. Akiwa hapa alipigwa mkoba wa nafaka. Bwana, kwa vijana mmoja ambao walikuwa kwenye bambeskeli ambao walikuwa wanaishi katika mji huu. Bwana, wakiwa hapa kuna mtego ambao ulitegwa hapa. Walijiroga wenyewe. Bwana, kwa juu bwana kuna mawe yale wadondokea washenzi. Bwana, unaambia walikipata cha ntemakuni. Aise. Shenzi hapa. Akiwa hapo unaona kama kuna watu ambao wanakuja na baiskeli na koka risasi. Anakoki risasi namna hiyo hapo. Wewe shusha kwenye kichwa. Maskini ya Mungu. Bwana ambaye alikata moto. Sasa alimfuata huyu kamanda huyu wa Kijerumani ambaye alikuwa akimuonea mtoto wa kike katika sehemu hii.
Bwana Jakasa anataka kushika risasi, alichukuliwa moja kwa moja. Bwana akawekwa moja kwa moja. Kuna mshenzi mmoja ambaye anafinya mkono. Ila anakwenda na risasi. Bwana ilichomolewa kwanza koki ya risasi. Bwana chekishema tu sio mshenzi. Afu iko kwa shingoni. Anaitwa Zeng Ziao. Ambia ni shuti. Uko unataka kushuti? Mpumbavu wewe. Awali tukana, alikuwa ni makosa, alipigwa. I say. Zeng Ziao ni mshenzi mmoja ambaye anafinya mkono balaa. Bwana. Kuna mtoto wa kike ambaye alikuwa anateswa na kamanda wa Kijerumani. Alikwenda moja kwa moja na kuvua koti lake na kumkabidhi binti. Ile binti apate kidogo kwanza kujistiri. Kumbuka ni mtoto wa kike. Jamani mstaarabu naye hataki kuona vitu kama hivi katika nchi yao. Watu ambao wametoka tu sehemu isiyofahamika wanakuja kuvamia nchi na kutawala kimabavu. Ambia uko salama. Binti akawacheki. Asema nyie ni kina nani? Nyie ni kina nani? Jamaa sema mimi naitwa Zeng Ziao. Na wapo ni kaka zangu, yani ni ndugu zangu. Ilibidi wajitambulishe. Bwana. Anaitwa Da Feng. Afu kuna huyu mwingine. Kuna huyu hapa ambaye anaitwa Niu Ben. Huyu ambaye ni wa kwanza hapo ambao unamuona, afu kuna wa pili yule ambaye anaitwa Da Pen. Afu kuna chali yule mwisho kabisa. Yeye anaitwa Chen Hu. Jaambia nitakupeleka nyumbani. Inuka. Alimpa mkono binti, alitaka mpeleke moja kwa moja nyumbani. Bwana, hapo kuna njemba 4 ambazo ni chafu. Kuna Da Pen, Zeng Ziao, Chen Hu, Niu Bu. Bwana. Wote ni njemba ambazo zinafinya mkono. Huyu kamanda bado alikuwa bado yumo. Pigo teke. Naambia muombe msamaha. Kamcheki. Pombavu, anaambia hota. Msamaha hota, siombi msamaha. Basi sawa. Kwa kuwa umekataa kuomba msamaha, basi inabidi upate hichi hapa. Alipigwa shoka. Mambo alipigwa na nyundo katika mguu, ulivunjwa pale pale. Amtukana tu. Bwana. Asa alisikika askari wa polisi wakiwa wanakuja huku. Hao ni askari wa Kijerumani ambao sasa wametawala kimabavu katika mji wa Tianjin. Bwana, hapo umenipata vizuri. Ambia binti ondoka. Binti alimkamata, ambia kuwa makini. Tabasamu tu, usijali mama watoto. Bwana, sasa inabidi wao wafesi askari wa Kijerumani ambao wanawafuata. Bwana, kuna njemba 4 hapo. Bwana, Niu Bu. Bwana, Chen Hu, pia kuna namba Da Pen. Au unaweza kumuita Da Feng. Zeng Ziao. Bwana, ni namba 4 chafu ambazo zinafinya mkono. Hawa ni wanafunzi ambao wametoka katika mafunzo katika chuo cha askari. Unaona? Wametoka jeshini na bado ndo alikuwa katika mafunzo. Ambia kuwa makini. Bwana, alipelekwa. Wanaambia huyu mshenzi alipigwa. Unakwenda unamvamia, unanifahamu wewe? Alifinywa. Bwana, unaambia alianza kuzidiwa. Kumbuka wao ni 4 tu. Na hao washenzi wa Jerumani ni wengi sana. Alipigwa mtu hao. Alibidi kidogo amsaidie Da Pen. Alipigwa chuma juu. Bwana, walizidiwa. Waliwekwa chini. I say. Walikamatwa moja kwa moja na kuletwa mahakamani. Ambia kwa kumpiga kamanda wa Kijerumani mtahukumiwa miezi 6 gerezani. Asema kuanzia sasa mtakaa miezi 6 gerezani. Huko mtahukumiwa na mtotoka mpaka miezi 6 yene. Tuachana wale tuje moja kwa moja upande wa pili huko. Tunakutana mwanamama huyu hapa. Huyu mwanamama anaitwa Kuishen. Ambia Young Master yupo katika matatizo. Ambia miss, hujali kuhusu Young Master au ikoje? Ambia kumbuka Young Master sasa hivi yuko katika matatizo. Inabidi msaada upatikane haraka iwezekanavyo. Bwana, huku ni magerezani. Anatuambia sasa. Asema kwamba kule katika magerezani ni kama kuzimu ambao hipo duniani. Yaani ni kama kuzimu ambapo kuzimu bado kuzimu kunaishi duniani. Asema huko kuna watu ambao wanateswa vibaya sana. Huko mtu hawezi akatoka hai kama hana nguvu. Huko ukiwa na connection ya watu au ukiwa na connection ya watu ambao wana nguvu katika serikali, unaweza ukapona na pia unaweza ukaishi maisha mazuri sana. Kwa maana katika sero hiyo kitu chote, yani kitu ambacho kinasaminika sana magerezani ni rushwa. Ambapo kwa maana hiyo huko hata ukimuonga kamanda ambaye ni mkuu katika sero, yeye anakuomba rushwa tu.
Ambia hata hivyo pia huko magerezani kuna watu au kuna kikundi, kuna gang ambao hayo mageng yamegawiwa katika mageng matatu, ambao gang la kwanza kuna gang ambalo linaitwa Wuhu gang, afu kuna gang lingine ambalo linaitwa Hey gang, hey gang, afu kuna gang lingine ambalo lina mwisho kabisa na la tatu. Bwana anaambia ukitaka kuishi inabidi ujitegemee peke yako, usitegemee kwa msaada wa watu wengine. Tuachana ali moja kwa moja upande wa pili huko magerezani. Gerezani anaambia baada ya kuja hapa maisha yako ni yangu. Anasema hata haijalishi uwe na status gani, lakini baada ya wewe kuja gerezani, kumbuka hapa kuna sheria na pia mkuu wa gerezani ni mimi hapa. Hata ukifa hapa magerezani, kumbuka bado mzimu wako atakuwa wangu. Anasema mimi naamini katika sheria, katika vitu viwili. Cha kwanza ni sheria na cha pili ni utulivu au ustaarabu. Ambia hivyo ndio vitu ambavyo natumai kila mmoja atatii katika sero hii. Ambia kama kutakuwa kuna yoyote yule ambaye atajaribu kuzivunja sheria zangu katika sero hii, basi mtamwazibu kutumia bwana, kutumia bell hii hapa. Nadhani wote mnafahamu maana ya bell ni nini. Ambia ujinga. Kama unafuata sheria, kwa nini watu wako hapa na kuna fununu ambazo zinasemekana kwamba watu wanauana magerezani? Ambia wewe, rudi nyuma. Ndugu zangu, nadhani wote mnafahamu kwa vifo walivyovifanya hawa kushirikiana na Wajerumani kuua wenzetu. Unaambia hivyo ni vifo ambao viliuawa mwezi mwaka wa 1925. Bwana anasema hatuwezi kusahau kuhusu vifo vya wenzetu. Kumbuka hawa ndo walishirikiana na Wajerumani kuua wenzetu. Zilipigwa chuma. Bwana aliwekwa chini. Huyu jamaa anaitwa Hu H na U, anaitwa Hu. Bwana jamaa anamcheka. Ambia hoya. Anasema nadhani unafahamu sheria zangu. Hapa so huko nje ambapo unakuwa unaongea kama unavyotaka. Kumbuka hapa ni kwangu. Mimi ni mfalme wa kuzimu. Anajiita mfalme wa kuzimu. Bwana ambia kama nilivyoeleza, kama utofuata sheria zangu nitakuadhibu. Yaani hapa wote wanaona. Asema hata hivyo pia ni vibaya zaidi ya kwamba mimi nakufahamu. Ambia Hu, mleteni. Walimleta Hu. Ambia nadhani tayari kila mtu ameelewa sheria zangu. Kama kutakuwa kuna yote yule ambaye atakeuka sheria zangu, basi ataadhibiwa kama huyu mshenzi hapa ambaye anakwenda kuipata adhabu yake. Ambia angalieni kwa umakini ili mgundue ya kwamba ni vibaya kutokufuata sheria zangu. Jamali ninginizwa juu. Ambia sheria ni upumbavu. Kama kuna sheria mwenyewe ufuati sheria, maana gani ya kuweka sheria? Aligongezwa. I say. Maskini ya Mungu. Unaambiwa hapa sheria hazifuatwi. Hapa ni rushwa inayokwenda hapa. Bwana. Ambia huu mshenzi huu wadeni wapa gerezani hapa anaitwa Zhu Yanlong. Wadeni au kamanda au mkuu hapa magerezani anaitwa Zhu Yanlong. Anasema huu mshenzi ni mshenzi tu mmoja tu ambaye anategemea rushwa. Anaambia hoya pumbavu nini? Hebu ondoka. Wanaitwa Dapen. Anambia unanilazimisha au vipi? Dapen alimtuliza. Anambia ondoka. Aise. Ambwa hapo adhabu yako ni kugongezwa katika kengele kama utakwenda vibaya na mkuu, kama utakwenda vibaya na mtu anavyotaka. Kan到了吧？满意吧？条件那么差，我怎么可能满意？他们可是我的恩人。Bwana, baadaye kidogo binti alikuja na baba yake gerezani ili kumwekeza mana zenzi yao. Ambia kumbuka hapa ni gerezani. Na kumbuka hawa vijana wamehukumiwa na Wajerumani. Kama nitageuka amri, hii itaniweka pia na mimi katika matatizo. Ambia mimi sifanyi kitu kama hicho.
Anasema hata hivyo pia hii ni sehemu salama kabisa kwa kuwa tayari umemuona sehemu alipo. Ni sehemu salama kwa upande wake. Nitahakikisha nachukua uangalifu juu yake. Ambia lakini ambia mwanangu. Huyu ni babake na binti. Ambia na sisi tumekuwa marafiki kwa kipindi kirefu sana. Anasema ningependa untoe kijana huyu katika gerezani. Aya, anaambia wewe rafiki yangu wewe. Babake anaitwa Shinzan. Mr. Yu Shinzan. Bwana. Binti yake ni Jiayun, afu huyu anaitwa Shinzan. Ambia pesa kama hii haitoshi peke yake kumwekea zamana mtu, lakini pia kumbuka ni watu wanne. Ilibidi mzee tena atoe kibunda chengine cha pesa. Unaambua hapa gerezani ni pesa inaongea. Ambia vipi kuhusu hii? Bwana. Basi sawa. Ambia ila kwa pesa hii ambayo ulitoa, nimefanya hivi kama tu marafiki mimi na wewe. Ambia kumbuka nitawaangalia tu, lakini siwezi kuwatoa mpaka miezi misita ishe. Kumbuka ni Wajerumani wenyewe walorecommend hawa watu kuja katika sero hii. Ambia kwa pesa hii ulotoa watapata kila kitu hapa gerezani, kile wakitakacho watakipata. Ambia basi sawa mheshimiwa. Anampa mkono, yeye mwenyewe anajali pesa baba. Haya sawa. Ayo basi nitaondoka. Basi sawa, nenda. Mzee anahesabia pesa namna hiyo, anahesabia mpunga. Haya sawa. Mheshimiwa. Ambia vitu vile ulivyonieleza tayari, lakini kuna vitu kidogo ambavyo viko sawa. Ambia kwa kuwa tayari wako hapa, haina haja ya kuwa na haraka. Ambia kumbuka mimi ndo mfalme wa kuzimu. Asema hata hivyo pia wanaweza kaleta fujo eti. Asema kuwaua kwa haraka hivyo. Kumbuka mimi mfalme wa kuzimu eti. Anaambia wako kwangu, wapo katika mikono yangu. Anaambia kwa kuwa wako hapa, haina haja ya kuharakisha. Wapo katika mikono yangu. Kwa nini niharakishe kuwaua? Anaambia vinginevyo sitopiga hela kama hizi nikiharakisha kuwaua wa machali. Anasema inabidi kidogo nile fedha zao kidogo. Bwana, unaambua hapo pesa ndo zinazotumika. Bwana. Bwana tuachana tuje moja kwa moja upande wa pili huku. Asa leo tuzame moja kwa moja mpaka katika gang la kwanza. Hili hapa ni gang la Wu gang. Hili hapa. Leo kuna mkuu wao huyu hapa ambaye anaitwa Chen Zhen. Alikuwa humu ndani alikuwa anawapa vijana adhabu leo. Hili ni gang la mwisho kuwa na nguvu katika gereza hili. Unaona? Hili sio kwamba ni gang lenye ubavu, sio kwamba ni gang lenye nguvu. Hili ni la mwisho kuwa na nguvu hapa gerezani. Akiwa anajisifu jamaa, kuna mtu ambaye kadondoka hapa. Bwana, jamaa alikuwa akiendelea kujisifu, unaambua wote walidondoka chini. Aisa, unaambua wote walidondoka, ujinga kabisa. Yaani nyinyi naopa adhabu mwisho siku mnanilazimisha kama hivi. Yaani hamwezi kuhold on mpaka lisali moja eti. Ambia mimi ndo mkubwa hapa. Sheria zangu inabidi kila mtu azifuate. Na mimi ndo Chen Zhen. Bwana, makofi kwa mkuu. Anasema sheria zangu watu wote inabidi wazifuate mpaka pale nitakapokuwa mkubwa katika gereza lote, ili mpaka nitakapoheshimiwa na kila moja. Afu anacheka namna hiyo. Bwana.
aliendelea kuwapa adhabu wale vijana. Unaambiwa hakuna kuwasamehe. Wakiwa hapa, chali zako waliletwa moja kwa moja na mpaka katika chumba hili. Ambia inaburudisha sana, inafurahisha sana. Tuna watu wapya ambao wamekuja humu. Ambia waya, nini maana ya hii? Vizuri sana. 还是4个嫩汉子，临善平县不伤风。 Ambia kwa kuwa leo tuna watu wapya, ningependa uwafundishe sheria zetu. Unaongelea kuhusu sheria gani hizo? Anasema hakuna sheria. Kitu kama sheria akipo hapa. Ambia wape kidogo sheria zetu. Wafunze kidogo sheria zetu. Kuna huyu jamaa hapa. Bwana. Huyu ambaye ametumwa kuwafunza sheria, kuwapa sheria. Anaitwa Ben Due. Ambia wekeni hapa. Waweke nini? Wana. Njemba zikainuka kwa nyuma huko.那你给我说说，嘛儿规矩？ Jamaa ambia vipi kama utaniambia hizo sheria mimi, nieleze sheria hizo. Ambia Dapen. Ayataka kuanza ugomvi moja kwa moja. Ambao hawa jamaa hawavumilii kabisa, wao wanateswa kijinga. Bwana. 陈大帅是吧？ 能不能？ Ambia Boss Chen. 兄弟们写。 Ambia ndugu zangu kidogo wao hawana uvumilivu. Kwa maana ningependa ubadilishe kidogo sheria. 别的规矩。 Anasema kubadilisha sheria. Akamcheki ana kiatu kimoja kizuri sana. Afu kicheki kiatu chake yeye. Anasema kiatu chako kinaonekana kuwa expensive. Kinaonekana kuwa na fedha nyingi sana. Na unaonaje kama utabadilisha viatu? 就琢磨用别的规矩。 Anasema nipe kiatu changu na mimi uchukue cha kwangu. Unaambia kinatupa cheche hicho. Bwana. Oya. Nadhani mkuu wa huu ganga atakuwa ni mtu mmoja wa kutisha, lakini kumbe hawezi hata ku-afford hela ya kiatu. Yaani hawezi hata ku-afford pesa ya kiatu mshenzi. Wewe mpumbavu unataka kufa au nini? Unaonekana kama unataka meno yako ni yatowe wewe. Oya. Bwana, hakuna kuonewa katika sehemu hii. Ambia basi, sawa, si unataka kiatu. Ambia kiatu hichi hapa. Kama una nguvu, njoo ukichukue. Hichi hapa. Umesemaje mshenzi? Kama nina nguvu. Bwana lichukua, lifinywa mkono. Bwana pale. Wambao watu wakafinywa huko. Huko ni ubabe unakwenda huko. Unampiga mkubwa, unakuwa mkubwa. Bwana, hayo ndo sheria gerezani. Mambo ya gerezani ndo kama na hayo. Wambao watu walibondwa, watu walifinywa kwa sekunde chache. Unaambao walikuwa tayari wamechakazwa wote. Aise, ni njemba 4 chafu. Zenzi yao. Bwana perfect. Bila kumsahau Chenhu Nubu. Bwana. Nida. Ambia basi sawa. Nani anaweka sheria humu ndani? Ambia ni wewe mkuu. Wewe ndio unaweka sheria zako. Yaani kuanzia leo upanga sheria zako peke yako. Ambia tu kubuguzi kuanzia sasa. Akamwachia. Bwana, hii ndio sheria magerezani siku zote. Hii ndio sheria ya gerezani. Ukimpiga mtu unakuwa kiongozi. Ambia hivi uogopi kama mshenzi anaweza katugeuka siku moja? Ambia haina haja ya kufikiria kuhusu hayo. Kwa sasa kitu ambacho kipo ni tupumzike. Anasema kwa sasa tutakuwapiga washenzi. Tunafanya kitu gani? Anasema kama sisi hatuwezi kuwapiga. Anasema lakini hatu hawezi mheshimiwa. Unasema kitu gani wewe? Anasema inaonekana kama sisi hatu hawezi tena. Lakini inawezekana kwa kuna plani nyingine ya kuangamiza washenzi. Vizuri. Anasema plani lazima yupo. Anasema kama sisi hatuwezi kuwapiga, haimaanishi ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuwatandika washenzi. Bwana, walipanga plani yao. Muda wa usafi kidogo, watu waliingia bafuni kupata usafi. Sababu kuna mabosi ambao wao wanakandwa, wanafanyiwa usafi. Wana kidogo inakuwa inaganda kama hivi, lakini tunasonga mbele kabisa. Kumbuka niko hapa kipenzi cha wana Mr. Burudani. Ambia mheshimiwa.
Asa alimfuata kipara. Huyu jamaa yanaitwa Dongba. Alikuja moja kwa moja kumchonganisha. Huyu jamaa pia naye, huyu ni watatu katika Hey Hey Gang. Huyu ni bosi watatu katika Hey Hey Gang. Kumbuka hapa gerezani kuna mageng matatu ambao yanaongoza hapa. Asa katika Hey Hey Gang kuna wakuu watatu. Huyu ni wa mwisho, yani watatu. Alisema nini huyo mshenzi? Anasema mheshimiwa, anaogopa kusema eti kitu zenzi yao alichosema. Ambia ongea. Basi sawa mheshimiwa, nitasema eti. Alisema kwamba ukiguswa na mwanamke, yani wewe uwezi ukafanya chochote kile eti, yani uwezi hata kidogo hivi uwezi ukafanya hata. Ambia ndo alivyosema hivyo mheshimiwa, mimi sijasema kidogo hata hicho. Anasema ndo maneno ya zenzi yao. Alikuja moja kwa moja kumchonganisha zenzi yao. Ambia inaonekana kama sitamfunza adabu huyu mshenzi, watu wengine wataendelea kunidharau. Ambia lazima ainame na atambaye katika miguu yangu. Bwana. 都查清楚了，这个陈征啊，狐假虎威的，根本就不是海河帮的人。不过，海河帮的四大 Asajali zako alikuwa hapa. 前年在英租 Chenhua anasema kwamba nimesikia taarifa au nimepata taarifa ya kwamba hapa kuna wakuu watatu katika Hey Hey Gang na wote hao ni wabaya. Yaani ni nuksi, ni unbeatable, unpigable. Bwana. 把人给捞出来。另外，据说现在有好几个金门高手被关在这里。 人不犯我，我不犯。 Anasema haijalishi ni nini au haijalishi yani tuko magerezani lakini hatukuja hapa kwa ajili ya kupambana. Jamaa wako anasema hivyo zenzi yao. Chenhua akasimama. Akamfuata vizuri. Asema hata hivyo pia nimesikia ya kwamba hapa gerezani kuna biashara haramu ambavyo huaga vinaendelea hapa. Anasema kwamba kuna biashara haramu ambavyo huaga vinaendelea hapa vya kuuza tubako. Bwana. Anasema hiyo haituhusu. Hata hivyo pia acha na biashara vyao. Anasema zenzi yao. Alikuja moja kwa moja Dongba. Bwana. Ambia ndio. Wewe si ndo zenzi yao, wewe mtoto mshenzi ambao unakosa adabu hapa gerezani, unawakuta wakuu unaanza kutukana. Ambia niko hapa kufunza adabu leo. Jamaa alimfuata, anambia unataka nini hapa? Anasema sina gubu na mtu yote, ndo kwanza nimekuja. Anambia ulipokuwa ukinitukana ulikuwa unajua kwamba huna gubu. Bwana, ikatoka amri, watu wazungukwe. Bwana. Anambia unakuja magerezani na tayari umeanza kupata maadui. Unakuja gerezani. Wanapiga hesabu, unakuja gerezani na ndo siku yako ya pili tu na tayari umeanza kujenga maadui. Inaonekana kama ni lazima tupigane tu ili tupate heshima. Bwana, pale mwamba alikwenda. Bwana, inabidi apewe heshima, inabidi anyukwe mtu. Bwana, alikwenda na ngumi. Bwana, alikuja ngumi. Hajakaa sawa dafe huyo hapa. Bwana, alikuja na teke. Alikula ngumi. Bwana, hajakaa sawa teke kapiga. Bwana, hajakaa sawa huyu chanu huyo hapa. Bwana, malizia kapiga kwenye kinyanya mshenzi. Bwana, unaomba sekunde za kuhesabu. Alikuwa tayari amechakazwa. Ambwa Dongba kuwa na bahati. Kipara alibondwa ndani ya sekundi za kuhesabu. Jamaa alikuwa na bondwa. Inaonekana kama vijana wako vizuri kwa kupiga mkono. Anasema inaonekana kama mshenzi hakuwa na chochote kile. Yaani kuogopeka kwake kote huko. Wakapo askari wa polisi walikuja. Askari walikuja. Walinzi wa magerezani hao. Walikuja moja kwa moja. Ambia ukivunja sheria unatandikwa fimbo 30. Ambia inaonekana kama naaga, yani nusu ya maisha yangu hapa. Yani fimbo 30, fimbo kama hizi. Ambia haina haja ya kuogopa. Dapen. Bwana. Walianza kubondwa.毛头小子， Bwana, kumrazi kidogo, sauti ilikata, tunazidi kusonga mbele. Wale unaona pale ndo mabosi katika kikundi cha Wu Gang. Bwana. 院长，赶紧的准备晚餐，给他收拾。
Ambia mheshimiwa. Asema ni matatizo tu kidogo ambao wameyafanya eti. Asema hata hivyo pia tayari wamepigwa fimbo 30 za kuwafunza adabu. Ambia haina haja mheshimiwa kuwa na hasira kama hivyo. Aisa. Jamaa ikabidi atoe tena kitita chingine. Aya. Ambia nisikilize vizuri. Kumbuka unavyozidi kuweka matatizo hapa gerezani, pia na mimi napata shida eti. Namaanisha nini? Jamaa anasema hii ni oda ya Wajerumani. Hao inabidi wafungwe hapa miezi 6. Wanavozidi kuleta, yani wanavyozidi kuleta matatizo hapa gerezani, pia na mimi nakuwa katika shida. Si akaona pesa? Au mshenzi anajali pesa sana. Anasema hata hivyo pia ni sawa tu, akazichukua namna hiyo. Mheshimiwa, inaonekana kama itabidi tufanye hivyo. Ambia basi sawa eti rafiki yangu, hakuna shida. Watu achane na haya, tuje huku. Huyu bwana, kuna bosi wa kwanza. Huyu bosi yeye uwaga ni shoga. Yeye ni pididi wa magerezani. Bwana, mfahamu pididi wa magerezani? Yeye ni shoga, anapenda wanaume. Unaona? Leo alikuwa kipoa burudani na watoto wa kike wakiwa wanamchezea kidogo. Huyu anapendaga wanaume. Alikuja moja kwa moja Dongba. Afu kuna huyu mwingine ambaye yeye ametulia chini, anaitwa Lee Rungmin. Bwana. Huyu hapa anaitwa Lee Rungmin. Afu kuna yule shoga. Bwana, kumrazi kidogo. Bwana, huyu yeye ni shoga. Alikuja moja kwa moja Dongba. Bwana, kumrazi kidogo, tatizo kidogo ambalo lilitokea hapo, ile tunazidi kabisa kwa sambamba, tunazidi kusonga mbele. Wanaambua hivi ni vidume ambavyo vinampa zawadi, yani vinampa burudani hapa. Huyu ni shoga, pididi wa magerezani kama nilivyokueleza. Bwana, tatizo kidogo, tusonge mbele. Tatizo la umeme. Mwamba alikuwa kipoa burudani na mashoga wenzie. Kama nilivyokueleza, Dongba alikuja moja kwa moja. Ambia nimesikia kwamba umepigwa na vijana wapi ambao wamekuja hapa magereza. Mheshimiwa eti samahani. Nasema kumbuka huyu jamani shoga, kama nilivyokueleza, ni shoga, lishoga ambao lipo magerezani. Ambia hata hivyo pia akamcheki. Piga. Ni shoga, afu ana roho mbaya. Waga anapenda wanaume. Ambia so kwamba umeshusha heshima yako tu peke yako, umeshusha pia heshima yetu sisi kama wakuu wa Hey Gang. Umeshusha pia heshima yetu. Anaitwa Yuan Wuji. Yuan Wuji. Huyu mzee hapa ambao ni shoga. Hamwe mheshimiwa bosi G. Bwana likabwa. Unazalilisha mpaka wakuu, unashindwa na vitoto ambao vimekuja tu siku mbili hapa magerezani, nawe ni kikongwe hapa. Bwana, kuna huyu hapa ambaye huyu waga na mshauri na kumpa mashauri kidogo. Ambia mheshimiwa, hiyo inatosha. Kijana tayari kasha soma funzo lake. Asema haitokuwa mbaya kama utampa kazi nyingine ya kuifanya ili amfunze kijana huyu adabu. Inaonekana kama itabidi nimpe kijana huyu mpya zenzi yao zawadi yangu ambao waga na wapa watu wengine. Unaambua mzee waga na desturi zake hapa. Kama kuna kijana mpya ambaye anampenda, ambaye ananogewa naye na skills zake alizokuwa nazo, waga kuna kidani kimoja ambacho waga anapewa. Afu ule kijana kikivaa, unaambiwa anakwenda afu analala na mwanaume mwenzie. Bwana, nadhani umenipata vizuri. Ambia mheshimiwa amekusamehe kwa sasa, lakini kuna kazi ambayo unahitaji umfanyie mheshimiwa. Ambia ni kazi chache tu kama zile za mwanzoni. Kumpa mtu kidani anakivaa, kitu kama na hicho. Kumbuka mshenzi anaitwa Lee Rungmin. Bwana, alimkabidhi kile kidani. Ambia mkabidhi hii zenzi yao. Na hapo mheshimiwa atakusamehe, hata kuwazibu tena. Bwana, letewa Chenzen. Ambia blaza. Ambia unasema kwamba hii ndio kitu ambacho bosi ametoa, bosi G, yani
ametoa ya kwamba ni yani Chen Zhen avalishwe. Anasema sasa, kumbuka huyu Dongba amekuja hapa kwa amri. Amekuja hapa kwa amri ya yule shoga, ambaye yule shoga ni kama bosi wake, ni bosi wake. Ambia hii inabidi iende katika mkono wa Chen Zhen wa Zhen Ziao. Ambia nimekuelewa mheshimiwa. Mkono tu. Ambia hakuna shida. Nitahakikisha naweka katika mkono wake. Afu li jamaa linaaga hivyo. Ili jamaa lipogo kama likicha fulani hivi. Bwana, utakuja kunichekia huko mbele. Muda wa chakula. Watu inabidi wapate msosi. Ifika muda huu kupata msosi, ambia usimwekee msosi huyu. Huyu anastahili supu na astahili msosi. Ambia unamaanisha nini kwa hili? Wenzetu wote hapa wamepata msosi na andazi mawili na mandazi mawili. Kwa nini unanipa mimi supu tu? Supu peke yake. Ambia nisikilize vizuri. Wewe ndio uliosababisha mpaka ndugu zetu au rafiki zangu wasipate msosi leo wa kula nao. Ambia kwa maana hiyo toka hapa upati msosi. Oya, hebu muangalie kile unachokisema eti. Huyu ni mkuu katika geng la tatu. Nadhani umenipata vizuri. Anaitwa Wu. Anasema mimi sitaki kuweka shida au sitaki nikulete matatizo. Hem, nieleze. Nani kakutuma unifanyie mimi hivi? Unataka ulipize kisasi au sio? Ambia nataka kufahamu tu. Nani kakutuma uniwekee mimi supu kama hivi? Jamaa waga apendi dharau. Akaimwagia ile supu katika chakula ambacho kulikuwa hapa. Yeye waga apendi dharau. Anaitwa Wu, ambaye ni mkuu katika geng la tatu hapa gerezani. Ambia kuna nini hapa? Bwana, ilipishwa njemba moja ambayo imepanda juu vibaya. Unaambiwa hii waga inakula marage na ugali. Bwana, mpaka njemba imenyoka hivi. Hapo ni marage na ugali umekufiga kazi. Ataka kumpiga Zhen Ziao akaingilia kati. Ambia niwekee msosi. Jamaa kashangaa. Udogo vipi? Ambia niwekee msosi. Ambia mheshimiwa, huyu kijana ana special, yani ni special hapa. Mheshimiwa anampa kile anachokitaka hapa gerezani. Kwa maana hiyo apewe kile kitakacho. Apewe kile kitakacho. Aliwekewa msosi. Alichukua mbili akamkabidhi huu. Ambia dogo. Asante. Bwana. Sasa baada ya pale huyu mshenzi alikuja huko anafikiria. Anasema kaka, hivi unafikiria kwamba inawezekana kumvisha huyu mshenzi kile kidani? Kumbuka eti. Yaani hatuwezi. Yaani mpaka upate opportunity hiyo ya kumvisha kidani itakuwa ni muda sana. Jamaa anacheka. Asa kumbuka hawa ndo wamepewa kazi ya kumvisha kidani Zhen Ziao. Wamvishe hicho. Wanamvisha hicho. Jamaa kafikiria, bwana, yeye mwenyewe anajua njia yake ambayo ataitumia ili Zhen Ziao akivae mkononi mwake. Ambia Chen Zhen. Oya vipi? Kuna nini? Ambia mtu ambaye ulitaka kukutana naye yuko hapa. Ambia basi sawa. Chukua kidogo hichi hapa kwa kazi ngumu uloifanya. Kuna binti ambaye kuna manzi ambaye amekuja leo kukutana naye. Aitwa Chen Zhen. Bwana, kwa manzi hivi mwamba anajua kama mwenye akili sana. Anakuwa ni smart sana akiwa na mamanzi. Alikuja moja kwa moja kukutana na mamanzi katika chumba cha wageni ambao wanakujaga kuona wafungwa hapa. Alikuwa ni binti. Binti akatabasamu, anamfuata mwamba, lakini akapitwa. Analeta mikono hivi akapitwa. Nini tena? Mbona nimepitwa na binti? Kwani anikumbatia au vipi? Binti alimfuata Zhen Ziao. Jamaa anashangaa, huyu jamaa vipi? Mbona wanajuana na binti hivi? Kumbuka binti anaitwa Ziayun.
不知道是否合你的口味。 Ambia vipi, unaendeleaje hapa magerezani? Hata hivyo pia 这些日子在里面还习惯吗？ Binti anambia babangu anatafuta njia kukutoa hapa magerezani. Ambia samahani kidogo kwa matatizo ambayo nimekuletea kipindi hichi. 你在这干嘛呢？ Nasema wewe unafanyaje hapa? 我在这干嘛？ Sasa mimi nafanyaje? Mimi ndo napaswa nikuulize hivyo wewe. Wewe unafanyaje na binti? Mahusiano yenu ni yapi wewe na binti? 他可是我的， Nasema uka of course kanisaidia maisha yangu. 要不是他， Nasema hata hivyo pia 你就见不到我了。 umekuwa ukinivizia vizia ndio maana baba alikuleta hapa. 救的你。 Sasa hawa ni kaka na dada ambao Chenzen 跑到我家 yeye kalelewa tu 来， na babake na binti. Jamaa kwa anampendaga binti, anampendaga huu binti Xiaoyun. Kwa maana hiyo jamaa babake na binti alipoona jamaa anamvizia vizia binti yake na wote wamelelewa sehemu moja, babake aliripoti kijana na kumleta moja kwa moja magerezani. Kwa nini unamvizia binti yangu? 啊，最后他 Alimleta magerezani. Hiyo ndo sababu ya ushenzi yuko hapa magerezani. Alikuwa akimvizia manzi. Bwana. 现在尽力想办法。 Ambia hivyo pia baba yangu sasa hivi tu atakutoa hapa magerezani. Binti anamuongezea msosi namna hiyo. Jamaa kwa anaona wivu. Jamaa anamcheka kwa chini chini binti asioni. Ona umekushindwa wewe. Asa huku washenzi wanatolewa kidogo apate kuweza kupunga upepo. Kama nilivyokueleza, hapa viko vikundi vitatu, gang. Ambia huyu ndo ule mshenzi Zenzi yao unasikia kwamba aliletwa gerezani kwa ajili ya kumnyemelea manzi. Babake na manzi akamleta magerezani. Lishenzi kweli hili. Hawakuwa na mkejeli jamaa. Kwamba aliletwa magerezani kwa kuvizia manzi wa mtu. Pumbavu nini? Cheki, nini tena? Chenzen, mbona makasiriko? Utaki kucheka, utaki kufadhaika. Bwana, Dafen akasogea pale. 怎么着？ Ambia nini? Unataka kupambana au? Akaguswa tu. Zenzi yao kabidi aingilie kati. Ambia Zenzi yao. 是我不对。 Anaambia hata hivyo pia wewe na mimi inabidi tu marafiki kwa kuwa umemsaidia dada yangu. Mimi ni mtu wa fadhila bwana, huwa narudisha fadhila. Akamvisha ule mkufu. Bwana. 干什么？ Ambia nini? Anasema ukiwa na hii. Ambia hapa gerezani kila mtu anakuheshimu. Nilivyokuwa hapa pia nilipewa hicho kitu na kila mtu aliniheshimu hapa gerezani. Kwa maana hiyo hii ni opportunity nzuri ya kupata kila kitu unachokitaka hapa gerezani. Ambia kumbuka, kama unataka kuishi kwa amani, usitoe hicho kidani mkononi mwako. 上一边来， Ambia oya, kuwa mwangalifu eti na mambo unayoongea hayo. 别听他胡。 Jambia usikubaliane na ushenzi. Unaweza kuwa ni mtego. 想安安， Anaambia furahia kwa mkufu huu ambao nimekukabidhi. Yaani kwa komo hicho ambacho nimekukabidhi. Ambia furahia hapa magerezani unapata kila kitu. Bwana. Sasa inasemekana kwamba akikupa kikomo hichi unapata kila kitu gerezani. Ambia utaki mkono. Kila mtu anaangalia hapo, unataka unizalilisha vipi? Ambia waya. Mimi sio mtu huyo eti ambao ni mtu wa shobo sana. Nakuona kabisa wewe una shobo. Afu ni kama mtu ambao unatakataka shobo sana na watu. Jamaa alichukia. Mkono wake umeacha hapo na kila mtu anatazama. Bwana alivaa ule mkufu. Bwana kila mtu anaambia na mheshimu. Bosi. Inaonekana huu mkufu mtu akiuvaa, uoga anapewa ofa hapa. Ambao mpaka city watu wanakufutia kama hivi, wanakuwekea kwa kuwa una mkufu ambao umetoka kwa mkuu, umetoka kwa bosi G. Bwana. Wanaambia huu mkufu amekabidhiwa na Yuan Wuji. Bwana, ambaye ni yule shoga. Nadhani mnamfahamu vizuri. Yuan Wuji. Asema inaonekana hichi kitu kina thamani sana. 这东西有那么能 Sema hata hivyo pia, ngoja nijaribu. Anamwambia hoya. Wewe unataka ujaribu amekukabidhi wewe? Mbona unakuwa unapenda sana vitu ambavyo hujakabidhi? 没想到 Nasema hata hivyo pia sifikiri kama kitu hichi kina thamani kiasi hicho. Asa jamaa akiwa huku akawa anamcheka. Wanafahamu ukivaa hii nini kinakukuta. Bwana. Asa huku shoga kama kawaida yake aliletewa taarifa. Aambia mheshimiwa, tayari kavaa kile kidani.
姐， Ambia mheshimiwa, inaonekana kijana mzuri kweli ka eh? 后这些 Basi sawa, Zenzi yao 可叫 itabidi sasa hivi ni raundi yake ya yeye kunihudumia mimi. Mcheki ambao hichi ni kichafu hichi kishenzi, ishoga huyu. Huwa sitakaji mashoga kabisa. 好好挑。 Yaani huyo sasa hivi namuita mshenzi kabisa, afai kuitwa Yu Wenwuji. Ni muda kidogo wa kuoga. Wana watu waliingia bafuni. Wanaoga. Jamaa alikuwa hapa Zenzia. Jamaa alikuwa hapa Shenzhen. Zenzia walimfuata. Ambia wewe. 干什么？ Oya, nini? 当年挺够。 Ambia mwanzo nilizani wewe ni mtu mbaya, Shani we. lakini sikutegemea kama ungekuwa ni mtu mkarimu kiasi hicho. Kwa maana nimekuja hapa nataka niombe msamaha, tuwe marafiki. Ambia unataka kuwa rafiki? 怎么样？ Ambia unaonaje kama tutakuwa marafiki? Tunge urafiki bwana, tunge undugu hapa gerezani. Jamaa kaangusha sabuni. Kwa mshenzi anataka urafiki. Ambia sabuni yangu imeanguka. Naenda nikachukue nyingine kidogo. Alimwacha hapa. Bwana. Sasa watu wakawa wanatoka. Akawa kabaki Zenzi yao peke yake. Jamaa alitoka gereza, alitoka bafuni. Huyu hapa. Bwana. Ambia Zenzi yao. Asema kama ni hatima yako ya kuliwa na huyu mzee, anasema hiyo ni yako, hainihusu hiyo. Aisa, unaambiwa huyu mzee ni mchafu kweli kweli. Anapenda watoto kama hao, wanaume wenzake. Sasa ukivaa kile kikomo, bwana mzee huyu hapa alikuja. Uwaga, huyu mshenzi anawafata watu bafuni, afu anawala. Aisa, alimfuata dogo. Afu ule maji namna hiyo. Kwani Chali mwenyewe sio mzembe. Chali anafinya kipondo huyu. Bwana, mzee akaona nyama. Jamaa kwa alimkaba. Nasema wewe mpumbavu. Nieleza sasa. Zenzi yao yuko wapi? Hawa anacheka. Kama mtaendelea kupoteza muda na mimi hapa, ndugu yenu kule atakuwa tayari kamalizwa kule na mkuu. Atakuwa kamalizwa na mshenzi Yu Wenwuji. Bwana, walikwenda moja kwa moja kumcheki Zenzi yao. Atakuwa katika hali gani? Mzee anamtaka. Aise. Anamtaka jamaa mzee. Ambao kishenzi. Aise. Yaani huku gerezani unakwenda tu. Yaani baada ya kutoa rushwa unapata kila kitu. Yaani ni wewe tu. Unaambia huku hakuna wanawake. Mzee sijui amekabwa na nini. Walikuja moja kwa moja wakazuiwa hapa. Bwana. Dongba yuko hapa. Ambia toka, pisha njia. Pisha njia. Uone kama bosi yuko huko anaoga. Pisha njia nimekwambia. Bwana, pale pale ilianzishwa vurugo. Bwana. Jamaa kawekwa kati. Bwana, bosi huyu hapa. Yu Wenwuji. Huyu hapa. Bwana, amemzunguka mwamba. Anataka malize kazi. Anataka amfanye vitu vyake alivyowafanya watu wengine. Akiwapenda, akiwataka, anakwenda moja kwa moja kumfuata Chali. Bwana, afu huku akija anachekelea, anampenda tayari, kasha zima, kasha fall in love. Bwana, deep in love na dogo Zenzi yao. Alikuja Shenzhen. Bwana, unaambia alikuja na bomba la maji hilo. Bwana, aliwapiga washenzi walikuwa wamewakilinda mlango hapa. Jamaa alijifikiria, mwisho wa siku aliona sio vibaya kama atakuja kidogo kumtolea msaada kidogo, kwa maana huko bwana, shule wanaijua wenyewe ambao tayari walipitia shughuli hizi. Bwana, ghafla mlango wa bafuni ulifunguliwa. Wanacheki nini tena? Mbona kama wanashangaa? Bwana, alikuwa ameshikwa. Yu Wenwuji kashikwa na kisu kipo shingoni. Asema yote asisogee hapa. 你千万别冲动啊！ Asema wewe, uchukue maamuzi mikononi eti. Fikiria vizuri. Huyo ni bosi hapa. Akaona bosi kama huyu, bosi shoga hafai kuishi. Bosi shoga hafai kuishi. Anambia hapana. Jamaa alimkita kisu. Iliwekwa juu. Watu wanashangaa. Kita. Bwana. Alikitwa kisu. Shoga hafai kuishi. Kwa nini tuishi na shoga magerezani? Kwa nini tukae na shoga magerezani ambaye anawapenda wanaume wenzake?
Jamali shangaa, huko alikuja libondwa. Che, ambia kaeni mbali. Ambia we, umejaribu kunipiga mimi. Ambia piga magoti. Nifafanulie vizuri. Ya yote haya ni kwa nini? Ambia nakwambia nifafanulie. Hivi unajua ni kitu gani ulichokifanya sasa hivi? Ambia sasa hivi umemuua mtu ambaye ni muhimu sana. Ambia kaka yake na huyu mshenzi ni bosi, yani ni mkuu katika mji wa Tianjin. Kaka yake na huyu Yuan Huji ni mkubwa ambaye anamiliki gang lenye nguvu sana katika Tianjin. Jamali mkamata. Ambia msisogee. Kaeni mbali. Kaka yake na huyu Yuan Huji anaitwa Yuan Weihui. Bwana, yeye anamiliki genge kubwa sana katika mji wa Tianjin na anaogopwa vibaya sana. I said. Jamambia haijalishi ni kitu gani, lakini mimi siwezi nikaungana na mshenzi mpumbavu mtu kama wewe. Hajalishi ni kitu gani, hawezi kuungana na mshenzi kama huyu. Kumbuka tayari kamzulu mdogo wake na Yuan Weihui. Bwana, kumbuka yeye ana genge ambalo anamiliki katika Shanghai nzima, anaogopwa peke yake. Bwana, tuje moja kwa moja tena baraza huu. Huyu hapa. Vilichukua vikombe afu vikaanza kupigwa namna hiyo. Ambao wafungu wote walipigwa vikombe. Filimbi ikasikika. Walikuja moja kwa moja walinzi. Washenzi wanasubutu kuleta fujo katika gereza langu. Mfalme wa kuzimu anasubutu kunichezea mimi. Ambia mheshimiwa, tufanye vile au tuanze na nani? Tuanze na yupi? Ambia anza na wale. Bwana, alitumwa kuanza na watu. Kuanza kitu gani? Bwana, tutafahamu. Kaeni kwa kutulia, maana Mr. Burudani niko hapa. Alitumwa kuanza na mtu fulani. Ni kuanza kitu gani na ni kumfanya nini huyo mtu? Utakuja kufahamu. Anasema yeye ni mfalme wa kuzimu. Tuachane na ile tumo kwa moja kwa upande pili, mwanamama huyo hapa. Ambaye huyu utakuja kumfahamu. Lakini huyu anamjali sana Zenzi yao. Unaonekana huyu ni mamake na Zenzi yao. Ambia vipi? Kuna tatizo gani? Ambia mama. Mwanao sasa hivi kafanya vurugu gerezani. Na kwa sasa kamjeruhi Yuan Huji ambaye kaka yake ni mkuu ambaye anaogopwa sana katika mji wa Tianjin. Katika Tianjin nzima unaambia yeye ndo ana genga ambalo lina nguvu sana. Bwana Yuan Huji huko alikuwa akipewa maji kidogo, lakini ndo hivyo. Jamaa kasha dhurika kivibaya sana. Yupo mshenzi mwene sura kama kamongo, Lin Runmin. Asema Zenzi yao mmekwisha, nitakuua. Bwana aliapa kumuua Zenzi yao. Bwana tuachane na tuje upande wa pili tuachane naye. Leo kuna mtu ambaye aliletwa gerezani. Bwana, unaambia mtu ni mnyama, anafinya. Bwana, utanichikisha matusi yake huko mbeleni. Ambia Li Gen, mtu ambaye una rekodi nyingi sana za uwizi katika mji wa Tianjin. Huyu mwamba ni muizi, ana rekodi zisizohesabika. Anafinya afu ni mwizi. Huyu anaiba katika zile sehemu ambazo haziwezekani. Bwana. Aso alikuwa huko. Wakiwa hapa, gereza lilifunguliwa.
aliingizwa mwamba mwingine huku ndani, Li Gen. Huyu hapa. Kwanza ni mbabe. Bwana. Waga huyu apendi dharau kabisa. Hakuta kuna wakuu hapa gerezani. Jamani mbabe. Ya jali na yoyote yule. Amekuja hapa, akabidi atulie chini. Inaonekana kama mshenzi ana kawezo kake fulani. Anasema huyu mshenzi anaitwa Li Gen. Ana rekodi ambazo zisizohesabika katika Tianjin nzima. Anasema pia nimesikia kwamba huyu mshenzi anafinya sana. Yaani anapiga mkono. Anasema kwa maana hiyo, don't try to mess with him. Bwana. Ambia nimesikia kwamba katika Tianjin yeye huyu ndo muhizi wa kwanza ambaye anaiba katika sehemu zisizo za kuibwa. Bwana, unaelewa sehemu zisizo za kuibwa, unaelewa ni sehemu zipi hizo? Hayo ndo matusi yake Li Gen. Ambia mheshimiwa, basi itakuwaje kama plani yetu itakwenda vizuri? Ambia hoya, kumbuka mimi ni mfalme wa kuzimu. Plani lazima iende kama vile tulivyopanga. Nasema mheshimiwa, lakini kidogo kumbuka eti pia naweza pia nikauzurika pumbavu nini? Akuwa nampiga. Sasa kuna plani ambao wameipanga. Huyu mshenzi kuna plani ambao kapanga. Unaona? Akamuita kando. Akamuita karibu. Asema fanya vile, mida ya usiku ufanye hivyo. Ambia kumbuka pia ukifanya hivyo nitakuongezea mshahara wako. Yaani nitakukabidhi pesa ambao ni kubwa kuliko ya mwanzo. Ambia Zenzi yao na Shenzhen nifuateni. Waliitwa Zenzi yao na Shenzhen waliitwa. Umwamba akabaki hapa. Cheki, hakuwa na tatizo lolote lile. Asa walikuwa kuna sehemu ambao walikuwa wanapelekwa. Nakumbuka huo mkuu wa magerezani kuna plani ambao anaipanga kwa Zenzi yao. Aliwachukua. Oya mheshimiwa. Si chumba ambacho tunachukua kwenda ndio hichi hapa. Ambia wewe unasemaje? Asema mheshimiwa, nilikuwa nataka tu nikukumbusha eti kidogo. Ambia chumba ambacho tunatakiwa kwenda kwa kuwa nimezoea hapa ni chumba hichi hapa. Kwa hiyo unanifunza chumba ambacho tunatakiwa nawapeleke au ikoje? Pigwe. Na wale pigwe kwenye gwede. Kucheki viatu vyake. Hivi viatu vya mlinzi hapa. Kwa kuwa umefahamu, nifuate. Bwana. Huyu mshenzi viatu vyake havina kama vya mlinzi ambao wapo katika magereza hapa. Bwana, usiku zilianza kutupa mienge za moshi katika vyumba. Bwana, zilianza kutupa mienge ambayo ina moshi katika vyumba. Bwana, tanielewa vizuri. Hapa ni kisasi kinacholipwa. Kumbuka Zenzi yao alimzuru kamuhua Yuan Huji. Jamaa alikuwa anajaribu kumkonyeza jamaa. Wewe unafanyaje? Wewe mpumbavu unafikiri ni nani? Akapigwa. Unafikiri ni nani hapa? Bwana. Jamaa hataki kabisa kuonewa. Ambia hapana. Aketi chini. Ambia oya, viatu hivyo viatu. Akacheki. Bwana. Wakaona hapa wamepelekwa cha kike. Hapa wanaingizwa cha kike. Bwana, pale waligeuka namna hiyo kichwa. Jamaa shangaa nini tena? Alibondwa. Bwana loko kwanza hilo libeseni, alibondwa, pigwa ya kichwa, pigwa. Alinyukwa. Bwana. Unaambia aligundua hii ni plani. Huyu mlinzi. Sasa wanakimbia kutoka hapa walipokuwa. Bwana. Wanakimbia namna hiyo. Wanakimbia kunusuru maisha yao. Wakati huo kuna njemba hizi hapa. Wanakuja huku wanakuta watu mbona wako. Watu wako wapi? Kucheki hawa hapa. Bwana brother huu. Mnataka kutufunga mdomo? Aliwafuata. Bwana kichapo kinapigwa. Unaambia leo kuna jambo ambalo litatokea leo usiku. Kuna watu ambao leo inatakiwa wauawe leo. Bwana ni watu gani? Nadhani tayari mwafahamu. Watu ambao walijaribu kumuua. Bwana walimuua Yuan Huji. Machali zako wanakimbia huku. Bwana. Ambia nini? Mnafikiria kwamba mnaenda wapi? Nani tena? Bwana alikuwa ni Ru Min. Ambia mnafikiri mnaenda wapi hapa magerezani? Nafikiri mnaenda wapi?
bwana, unaambia mshenzi Li Runmin uwaga na roho mbaya sana. Ambia Li Runmin, ambia mbona una watu wengi sana umekuja hapa kwa ajili ya sisi tu? Ambia haijalishi hiyo. Ambia hata hivyo pia nataka maisha yenu. Mheshimiwa, unayataka maisha yetu? Ambia mcheki watu wote hawa. Yaani unataka watu wote hawa wapambane na sisi wawili tu peke yetu? Nasema hiyo haijalishi. Kitu muhimu kwa sasa ni maisha yenu ambayo inawataka. Mchwa kama nyie amwezi mkazingua hapa magerezani na kutaka kushindana na Hey Gang. Alimkabizi rungu. Jamaa kamfuata. Ambia hoya, let him in. Ambia mimi ndo nilomuua. Nilomuua jamako, pia nilomuua kampani yako. Kwa maana hiyo hichi kitu akihusiani chochote na dogo huyo. Kwa maana hiyo mwache aende. Vizuri sana. Mwanaume wa kweli ndo wewe. Nimekukubali sana mwanaume. Kwa maana hiyo unamaanisha kwamba tumwache yeye aondoke. Wewe ubaki na sisi bila shaka. Pumbavu nini? Ambia mimi ndo nilofanya yote. Huyo usiki. Kama mnanitaka nichukueni mimi na mpize kisasi. Oya. Namaanisha nini? Ambia wewe usinifanye mimi kichaa. Usinifanye kwamba mimi naweza nikaogopa na unitoe nje matatizo kwamba mimi ni muoga kiasi hicho. Sikutegemea kama ulikuwa una moyo mkali kiasi hicho. Sikutegemea kama ungekuwa ni mkali. Jamaa sema kumbuka. Hii ndo wakati wa mwisho na kusaidia sasa hivi. Usitegemea kwamba nitakusaidia tena. Ambia haina haja. Kwa kuwa wote mnataka mwenzenu apone. Kwa maana hiyo nawataka maisha yenu nyote. Haina haja ya kuteteana nyinyi wawili hapa. Ambia chukueni maisha yao. Lakini ghafla pale brother huyu alikuja na kikundi chake. Kumbuka huyu ni mkuu wa tatu hapa. Ana genge lake la tatu. Brother huyu. Jamaa kacheki. Chenzana kacheki. Asema tuko pande moja eti wapigeni hawa huku. Chukueni maisha yao. Li Runmin akaamrisha watu wachukuliwe maisha yao. Unaomba hapa kila kitu kinakwenda kwa ubabe. Unaomba watu walibondwa. Watu walifinywa. Aise. Kibo. Napigwa kichwa mpaka wewe mwenyewe unajisahau umetokea wapi. Aise. Brother huyu hapa anafinya. Asa njemba tatu hizi hapa. Chenzen, chenzi yao. Zenzi yao Chenzen na brother huyu. Ikabidi sasa ukimbie. Huko unasema plani imefeli. Kwa mshenzi nimekwambia kwamba ufanye hivyo kwa kila jambo, yani. Mheshimiwa wametoroka eti sikufahamu kama wangenigundua. Asema hata hivyo pia sasa hivi pia wanagombana na Hey Gang. Umesema wanagombana na Hey Gang? Anasema ndiyo mheshimiwa. Anasema hata hivyo pia inaonekana kama plani yetu bado ipo pale. Anasema lakini pia hakupaswa yani kufeli katika plani yangu ambayo tumeipanga. Hawa washenzi ilikuwa inapaswa leo waangamie. Ilikuwa inapaswa leo waangamize maisha. Yani maisha yao inapaswa kuwa yangu. Bwana. Huko na kichapo kinazidi kutembea namna hiyo. Bwana sasa watu ni wengi. Jamaa zako wanazidi kutembeza kichapo. Alafu piga mahesabu wao ni wachache. Hey Gang ni watu wengi sana ambao wanaogopeka hapa. Bwana. Sasa ikabidi wakimbie. Ikabidi apate kuweza kusepa, wasepe tu kina kijiji. Huko askari walijazana. Sasa nataka kuita msaada. We mpumbavu ni. Anasema hawana hapa kwa ajili yetu. Yani hawapo hapa kwa ajili yao. Li Runmin alikuja kukutana na mheshimiwa na wadeni wapa magerezani. Anambia washenzi inaonekana wapo hapa kwa ajili yetu. Anasema inaonekana hawa wanataka kuungana. Hapa kwa ajili yetu. Sasa kama wapo kwa ajili yetu, wako hapa kwa ajili yako brother huu. Ambia inaonekana kama hapa wanakwenda kufanya muungano ili kutuangamiza sisi watatu. Nasema hiyo ndo maana yake. Nasema hata mimi sifahamu hawa washenzi wapo hapa kwa ajili gani. Yaani wako hapa kwa ajili ya muungano au kitu gani? Alimfuata. Oya, unataka nini? Ambia Li Runmin. Kumbuka mshenzi, natumai jambo hili utalifungia mdomo. Ninakia nayo ambao wako hapo. Bwana alionekana. Bwana. Ambia nimekuelewa. Alimtaka Li Runmin asiongee au asiseme hichi kitendo kinachoendelea huko. Kumbuka wamepanga kuwaua hawa watu. Bwana.
Sasa waliwekwa mtukati. Bwana, wapo mtukati. Ambia subirini. Ambia Master One. Ambia mzee, kuna watu hapa ambao wameharibu sheria zako. Yaani wamepinga sheria zako na wameleta watu hapa katika sehemu yako. Asema unaongea na nani? Sasa hapa uwaga kuna mzee. Bwana nilitoka kitu ndani. Uwaga kuna mzee ambaye yuko huku. Anaishigi huku. Anasema kwa kuwa unajua sheria zangu, kwa nini umewaleta watu katika sehemu yangu? Ambia mheshimiwa, sio kwamba tuwezi eti. Njoo uangalie ni mtu gani ambaye anatukimbiza hapa. Ni mtu gani ambaye anataka atuangamize. Ambia mambo hayo hayanihusu. Kwa kuwa unajua sheria zangu, kwa nini ulileta watu hawa hapa kama unazijua sheria zangu? Ambia hata hivyo pia mambo yenu hayanihusu. Mheshimiwa asema ni leo tu eti. Sasa uwaga kuna mzee ambaye huyu mzee ni wa pili kichapo hapa gerezani. Naweza nikasema ni wa kwanza kwa maana wa pili uwaga yupogo. Ulifunguliwa mlango. Asema nataka nione ni kitu gani hicho ambacho siwezi nikasovu ambacho wewe unakisema. Zhu Yanglong unasema kwamba siwezi nikasovu hicho kitu. Mheshimiwa. Jamali ingia ndani. Waga hapa kuna mzee ambaye anapiga mkono. Zhu Yanglong alisoma namba mwenyewe. Unaambiwa alirudi. Jamali ingia ndani. Ambia huyu mzee ni wa kwanza kufinya mkono. Asema lakini kuna fununu ambazo zinasemekana ya kwamba aliwahi kupigwa hapo zamani. Unaambiwa mzee alikuja huku kasirika vibaya sana. Aisee.要不是霍师傅被日本人害死，这王汝仪指定是金门第二啊！为了夺慧明啊！ Asa akawa anaongea ni jinsi gani ya kupata kuweza kuangamiza machalii. Asema hii kwa sasa itakuwa ni shida kwa maana Mr. One tayari kaingilia. Asema hata hivyo pia kuna plani ambayo nataka niipange ili mzee pia kama itawezekana huyu mzee tumwangamize huko. Bwana. Sasa huyu Zhu Yanglong kuna plani ambayo anaipanga. Kumbuka huyu anaona hao madogo analeta hasara hapa. Kwa maana hiyo kaka yake na Yuan Weihuji akija hapa unaambua gereza lote linasambaratishwa. Kwa maana hiyo alitaka waangamize hawa madogo kabla braza yake na Yuan Weihuji ajaja hapa. Kumbuka kaka yake anamiliki genge ambalo ni lile nguvu katika mji wa Tianjin. Jamaa akatoa heshima. Mzee mwenyewe ni kama zimetoka hivi. Aambia Mr. One, kuna nini mheshimiwa? Kuna nini? Nini kinaendelea hapa? Sielewi mwenyewe. Ni kipi hicho? Aambia basi sawa, nitafuata kile ulichoniambia. Nasema hivi karibuni na kwenda kukamilisha plani yangu. Usijali mheshimiwa. Nitahakikisha nafanya kile ulichoniagiza. Bwana. Kuna simu ambayo aliipokea hapa. Anasema kwamba harakisha kazi hiyo ifanye. Aambia leo inaonekana kama so siku ya bahati kwa upande wenu. Siwezi nikawasaidia. Anasema nilivyosoma. Sasa huyu mzee wewe kuna vitu vyake ambavyo uwaga anasoma. Aambia leo ondokeni. Leo sio siku ya bahati. Nasema karata zangu tayari zimenieleza ya kwamba leo haina siku ya bahati kwa upande wenu. Yaani sio siku ya bahati kwa upande wenu. Itakuwa ni bora kama mngeondoka. Anasema unaona hii? Alafu unaona hii nayo. Anasema hii nayo pia ni karata kubwa. Aambia lakini ya katikati ambao ndo nyinyi. Hamna kitu. Ni nyeupe. Kwa maana hiyo hii inamaanisha ya kwamba nyinyi hamfai kukombolewa na mimi leo. Kwa maana hiyo ondokeni katika sehemu yangu. Hii karata inamaanisha kwamba leo sio siku ya bahati ya kukomboa watu. Mzee anaamini hivyo. 岂不是口口声声不让杀人，还发枪送子弹吗？不过，如果是 Jamaa anasema unaonaje kama tutamulia huyu Mr. One uko magereza, yani katika vita hivi. Unaonaje kama tutamuhiwa katika chumba hicho katika vita hii?
Sasa unaambiwa huyu Zhu Yanlong waga wanaogopa sana hawa jamaa. Kwa jamaa ambao wanamiliki Hey Gang. Naambia sasa hivi umeongea kitu ambacho ni muhimu sana na smart. Huyu mzee tukimwangamiza hakutakuwa kuna kizuizi hapa gerezani. Sisi tutakuwa ndo sisi. Hapa gerezani hakutakuwa na kizuizi. Ambia usijali. Mimi nitafanya kila kitu ambacho mnapaswa kukifanya, na pia nyinyi inabidi mfanye kile mnachopaswa kukifanya ili hawa waangamie. Cheki dharau walizokuwa nazo. Unaambia huyu ndo mkuu hapa gerezani, lakini kwa dharau hizi ambazo anaoneshwa hapa mwenyewe hapingi. Na yeye ndo mkuu. Anamwashia namna hiyo. Anamwashia fegi peke yake. Bwana. Anambia sikutegemea kama mzee wa kwanza kupiga mkono angekuwa naamini katika vitu kama hivi. Unamaanisha nini? Unanidharau au ukoje? Unataka kufa? Ambia wewe nakufahamu. Ambia niliwahi kusikia tetesi zako hapo zamani ya kwamba uliwahi kumuua jamaa ambaye alikuwa anaongoza gang lako na ukashika usukani, yani ukawa mkuu. Na nakupongeza sana kwa kitu ambacho ulikifanya, kwa maana hata mimi pia sikuwa nampenda jamaa huyo. Kwa maana hiyo, jamaa anasema ondokeni, leo sio siku ya bahati kuwasaidia. Jamaa anasema kwamba sio siku ya bahati. Mheshimiwa, unaaminije vitu hivi? Aligusa. Bwana mzee aliwapa. Mzee unaambia ni wa kwanza kufinya mkono. Aliwapa. Unaambia sekunde za kuhesabu wote walioka kati. Bwana. Chenze huyu hapa analeta kewa kiatu hicho. Ambia oya. Mr. Wan. Ambia inamaanisha nini hii eti? Kwa nini mzee kama unaamini kupitia karata? Ambia hiyo ni karma. Yaani hiyo ni hatima yenu. Amfai kusaidiwa na mimi leo. Ambia mheshimiwa, unajua kama nitacheza mchezo huu wa karata na wewe. Unajua kama nitacheza mchezo huu wa karma na wewe. Mzee aliwaachia. Unataka kucheza mchezo wa karma, mchezo wa bahati nasibu na mimi. Kugundua kwamba leo ni siku yenu kusaidiwa. Jamaa basi ilibidi afanye mambo yake. Acheki kama mzee anaweza kuwasaidia au vipi. Huyu anafanya kitu gani? Ambia mwenyewe sielewi hata anafanya kitu gani hapa. Asa anajaribu kumconvince mzee. Anajaribu kumconvince ili apate kuweza kuwasaidia katika vita hii. Kumbuka mzee anapiga kipigo bala. Anafinya mkono. Bwana. Ambia mwacha kuact dogo. Wang Xiu, 有些日子 ambia umenisahau mimi. 什么意思？ Umenisahau mimi Huan Tianhong. 我10年 ambia mimi 民国2年 nilokupiga kipindi kile kwa kutumia mapigo matatu. Sasa uwaga kuna tetesi ambazo uwaga zinatembea hapa gerezani ya kwamba huyu mzee aliwahi kupigwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Huan Tianhong ambaye ni babake na Zenzi yao. Ambia unasahau kipindi kile nilikupiga kwa mapigo yangu matatu tu, na hapo ulishindwa na mimi nika knock down, nika knock down. Ambia pigo la kwanza lilikuwa ni pigo ambalo lina nguvu sana na pia lilikuwa lina uwezo mpaka wa kuinua majani. Ambia vipi kuhusu pigo la pili? Pigo la pili lilikuwa ni nini? Ambia pigo la pili lilikuwa inaangaza mpaka katika jua. Ambalo pigo la pili. Vipi kuhusu pigo la tatu? Pigo la tatu pia linaitwaje? Pigo la tatu ndo hili hapa. Kwanza miguu inakaa katika mstari namna hii. Alafu ukitoa nguvu au ukituma ngumi hiyo, lazima mtu aruke mbali sehemu asiyojua. Asema hii ni kweli. Mzee huyu alitumia staili hizi. Asema nakumbuka kweli. Hii ni kweli. Sasa, huyu mzee kuna fununu ambazo ziuaga zinatembea. Ya kwamba alipigwaga na mtu ambaye huyo mtu yupo Shanghai mpaka sasa, ambaye anaitwa Huan Tianhong. Bwana, nakwambia kuna vichwa ambao mzee ambaye alimpigaga mzee anaishi Shanghai kwa sasa. Mzee yupo Tianjin. Asema kwa maana hiyo, kama nilikupiga kipindi kile, kwa nini unaogopa vitu vichache kama hivi magenge ya magerezani unayogopa? Mzee ambia
Kwa yote haya inabidi pia utoe msaada. Sasa hapa ni kumkonvinsi mzee, wanamkonvinsi ili apate kuweza kuwasaidia. Aambia anakubali sana kwa kile ulichokifanya. Aambia kwa maana hiyo bwana, sasa unaomba ule mshenzi mwenye sura kaka mongo alikuja. Bwana Li Rumin alikuja moja kwa moja, lipigwa makofi kwanza. Anataka haya madogo awaangamize huku. Bwana, kwa nini muangamize Yuan Weihuji? Mzee yuko hapa. Nasema atma ni kitu ambacho kinategemeana na mtu peke yake. Atma haiwezi ikapangwa na mtu yoyote. Mcheki vituko ambavyo jamaa wako yupo navyo. Asa, nasema kwamba hatima iko mikononi mwako peke yako. Usitegemee vitu vya kijinga kukuonesha hatima yako ni ipi. Mzee anasema hemu acheni kuakti kwa sasa. Anasema nitawasaidia kupambana. Mzee aliyokubali kupambana. Mbona mlango ulibomolewa? Mlango ulivunjwa. Aambia wale ndugu zangu, leo tunapambana. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kutoka hapa. Wote wanafia huko ndani. Mzee alitoka. Anaitwa Mr. One. Anafinya. Wala alijitusu huyu. Ilikuwa ni kosa. Alifinywa. Inapigwa kitu ambacho ni tai chi. Wanaitwa tai chi. Inapigwa kitu ambacho ni tai chi. Mzee ana matusi yake. Mnichekishie matusi ya mzee. Anatuma watu. Watu ni kubondwa tu. Yaani ni makosa ukienda kwa mzee. Unafinywa. Hapo urudi tena. Bwana. Mr. One. Kibo. Mzee anawabonda, anawafinya, anawanyuka barabara. Anatuma tu watu. Bwana, sa watu wanakimbia. Haishu imekuwa ni kali, haishu imekuwa ni mbaya sasa hivi. Bwana, kwa mbele kuna watu, kwa nyuma pia kuna watu. Watakimbilia wapi? Bwana, wanafuatwa kwa nyuma. Unaambia wanakimbizwa hapo gerezani. Bwana, weka kati. Bwana, njemba hizi hapa. Lakini kuna mtu ambaye aliokota mawe hapa. Nichekishie matusi ya mshenzi. Bwana, alikuwa anapigwa mawe. Alipigwa wa kwanza. Apigwa pili. Ni mawe tu ambao anatembea hapa. Mcheki. Unaambia ni mawe ambayo yanapigwa hapa. Unaambia mawe yanakuja na power, yanakuja na nguvu ambayo ni kali, ambayo ukipigwa uzinuki tena, usimami tena. Bwana, kichapo kilitembea namna hiyo. Cheki. Unaambia ni mawe ambayo yanatupwa namna hiyo. Cheki. Bwana, ni matusi ya mshenzi. Anaitwa Ligan. Bwana, watu wanatembezwa kichapo namna hiyo. Nimekwambia hii ni funga mwaka. Zenzi yao. Wana zenzi yao. Ni watu kugawana namna hiyo. Wanapiga mkono. Atembeza kichapo. Mbona dakika za kuhesabu unaisha. Anaita washenzi. Hey gang joini. Zenzi yao. Watu wakawa wanamshangilia mwamba zenzi yao. Wanaitwa hey gang, njoeni kama mna nguvu, njoeni kama mnaweza. Ambwa zenzi yao amejipatia ushujaa. Bwana, ilipigwa filimbi juu, kapigwa chuma. Nani tena? Alikuwa ni Wadeni katika gereza. Zuyun alikuja na yeye Zuyun. Anasema mwisho wa siku muhimu kutumia silaha. Yaani kwa sisi wawili tu unaona kama uwezi ukaamua kutumia silaha. Mzee akarudisha silaha. Akamateni hao.
所以说 Watu walikuja huko waliokuwa sero, wanapiga story bala. 干春呀，你去到南 Ambia ile story uliokuwa unamueleza mzee ile ni story ya uongo. Anasema ile ilikuwa ni kumconvince tu Mr. Wana tusaidie eti. Hata hivyo pia kuna fununu ambayo niliwahi kusikia hapo. Hata hivyo pia inawezekana ilikuwa ni ya ukweli. Kwa pia kakaangu pia aliwahi kunifunza skills kadhaa nikawa natumia kama hizo. Ndio zenyewe ambazo mzee alipigwa mipigo 3 mpaka mzee kukubali kushindwa. 在南市三不管地区混了10几年的饭，谁教他的？他师傅。 Ambia 哎，不过你最后冲着王老爷子说那段话， Jamaa sema kile kitu kilichoongea kwa mzee Mr. One ilikuwa ni kikali sana, nakubali sana. 屁呀！学生 Ambia ina haja shukurani. 满嘴什么帝国主义亡我之心不死那口号，我听得他妈耳朵都起茧了。那我随便来一句，这对于我陈诚来说，那是事吗？不是事儿。 不管怎么说， Anasema vipi? 这次我们能逃出来。 Anasema mimi so kama wewe lakini ni kama tuko sawa. 我呢，从小没父母。 Yaambia mimi katika dunia hii huwa na admire, yani huwa nakubali watu wawili tu. 就是学。 Ambia hivyo pia nililelewa yani nililelewa mitaani. 跟你不一样。 Anasema lakini wewe ni tofauti. 有些 Wewe una familia na pia ni mtu ambaye una skills za juu. Mimi nilikuwa nachukua skills fulani tu za mitaani ndo maana yani ndo kwa sababu sikuwezi mpaka leo. 怎么今天太阳打西边出来了？ 瞧你说的。不过呀，我陈诚虽然服你， Jamaa sema pia na idol 不 wangu 佩服你， ambaye uwaga namkubali, lakini wewe sikukubali hivyo kwamba nimekwambia unaniweza. 佩服你。 Sio kwamba nakukubali. Anambia mimi na uwaga nakubali watu wawili tu. 上海各 Ambaye mtu wa 朝 kwanza 廷罢工之人，洪三元。听说这洪三元也是个混混。 jamaa anasema yeye uwaga nakubali watu wawili. Anasema mtu wa kwanza ni Huan, 公司的第4大股东，就这洪三元， yaani mtu wa kwanza ni babake na Charlie. 混混里边， Babake na Charlie 那可就是楷模呀。 ni Huan Tianhon. Alafu kuna mtu wa pili ambaye ni Queen Ganhuo. Bwana, hao watu wawili ni watu ambao wanafinya mkono balaa. Ni watu ambao jamaa wako wanakubali, ambao wanamuelezea historia ya hao watu. Ambia pia mtu ambaye ni Huan Tianhon, yeye ni mtu ambaye amenilelea. Ambia hao watu 看起来疯， anasema hata hivyo pia ni maarufu, nakubali. 谁知道背后 Lakini pia wana machafu yao ambayo wameyafanya, yani wana machafu yao ambayo wanayo. 那火天红红 Ambia huyu Huan Tianhon na huyo ambao unamsemea wa pili. Ambia watu hao wamekuwa maarufu kwa kupambana kivyao. Ambia kweli kabisa. Mpaka hapo walipofikia wamepambana kivyao. Kwa nini mimi nisifanye kama wao? Kwa nini Shenzhen mimi nisiwe kama wao? 那说好了， Basi tuweke hadi. 咱俩 Asema tukitoka gerezani, 一起 asema tutakwenda moja kwa moja katika mji wa Shanghai na kutengeneza jina kama wao. Tuweke hadi. Basi sawa. Unaambua Njemba ziliweka hadi na hapo walikuwa ndugu. Bwana. Unaambua nao pia walitengeneza ndoto zao bwana. Waliweka ndoto zao kuwa watu maarufu ambao ni watu wanaojulikana katika mji wote wa Shanghai na Tianjin. Huku kuna mtu ambaye alikuja huku akachiwa funguo. Ni nini tena? Unaambua hapa rushwa ndo inatembea hapa. Rushwa ndo kila kitu. Zilikuja Njemba. Bwana. Ikafunguliwa mlango. Kumbuka watu wamelala huko ndani. Ulifunguliwa mlango namna hiyo. Dape huyu hapa. Wanakwenda kukitwa kisu. Aise, hilo po aliona, kashika. Ambia aliwaamsha wenzake. Shenhu aliwaamsha pia. Wengine waamke. Bwana. Unaambua pigo lianza pale. Bwana. Unaambua huko chumbani kimenuka. Watu wanafinyana huko, wanabutuana huko, watu wananyukana balaa. Bwana. Sasa wanataka kuwafuata. Dape aliamua kujifungia mwenyewe huku ndani, wenzake wasifuatwe. Alikitwa, akachomwa na visu, akachomwa mwingine. Oh, we. I say. Dapen na Bei Due walikitwa visu, waliuawa kinyama. Dapen, Bei Due
Bwana, waliuawa vibaya sana, kinyama sana, na hawa walitumwa na Li Rongmin. Ambia kazi imekwisha. Jamaa kapumua. Alitoa taarifa kwamba kazi imekwisha. Li Rongmin. Bwana. Naambua jamaa anakula mpaka sigara. Sasa baadaye kidogo alibadili nguo na kuja moja kwa moja katika kengele ambayo ilikuwa hapa na upiga kengele. Watu wajitokeze. Unaambua aliwaning'iniza Dapen na Bei Duhe. Bwana, jamaa anashangaa. Oya, fungueni mlango. Aambia fungua mlango. Fungua mlango eti. Kumbuka pia pale kuna Dapen ambaye ni rafiki yake na cheli yako zenzi yao. Asema muangalieni kwa makini. Asema hiki ndio kitu kinachowakuta watu ambao hawafuati sheria hapa na ambao wanataka kushindana na Huiyei Gang. Ambia mimi ndo mfalme, yani mimi ndo Mungu wa katika dunia, na Yu Zhanglong ndo Mungu katika mbingu. Asema mimi ndo sheria, na Yu Zhanglong yeye yani yeye ndo Mungu afu mimi ndo sheria. Mshenzi anavyojitapa. Unaambia amening'inizwa hapo, ijapokuwa tayari wamefariki, lakini bado waliwaning'iniza kwa juu. Alileta taarifa kwamba wako wamekuja. Bwana, hawa hapa. Aise, ndugu zao waliuawa kifo kibaya sana na kufungwa juu. Ambia achia ndugu zangu. Sijui kusikia vizuri, umesemaje? Asema nimesema waachie ndugu zangu. Hapana. Bwana, maskini ya Mungu. Wakarudishwa tena. Asema unaonekana kama mnaogopa wamekufa, lakini pia kujipigiza chini Si nimeogopa nikiwatua chini hivyo na wamefariki, hapo itakuwa ni mbaya kwenye mili yao. Watu ambao wamekufa afu tena wadondoshwe chini kama hivyo. Jambia, niambie unataka nini? Nataka nini? Ambia wewe mshenzi, mimi ndo kukuuliza unataka nini? Unataka kushindana na Huiyei Gang? Mimi ndo kukuuliza unataka nini? Unataka nini? Mwamba alisogea. Unanitaka mimi? Unataka maisha yangu? Mimi huyu hapa. Anasema chukua maisha yangu, lakini achia ndugu zangu. Niatake maisha yako? Unafikiri wewe ni nani? Wewe ni mchwa tu kwangu mimi. Unafikiri wewe ni nani mpaka mimi niatake maisha yao? Mchwa kama wewe. Jamaa kamsogelea Li Rongmin. So unataka ndugu zenu? Na wataka ndugu zenu, si ndio? Ambia inawezekana, ndio. Ikaletwa kiti. Jamaa kaweka mguu wake namna hiyo. Ambia tambaeni hapo. Tambaeni, na mkipita hapo, mkitambaa na wachie ndugu zenu. Aise. Ambia nitasabia mpaka 3. Unaambia hii ni dharau moja kubwa sana. Yaani hii ni dharau moja kubwa sana. Alianza kuhesabu 1 2 Bwana alipiga goti na kumuomba mzee awaache ndugu zao. Aise, awaache brother zao, kaka zao, rafiki zao. Alianza Shenzhen. Tambaa na upite chini ya mguu Li Rongmin. Aise, naomba hii ni dharau moja kubwa sana. Dharau moja kubwa sana.
anatambaa chini ya mshenzi ya mtu mwanaume mwenzio, afu kijana mwenzio, afu wote ni mateka. Aisa, ni dharau moja kubwa sana. Mwamba naye baada ya Chen Zhen kupita, na ilibidi afanye kitu kile kile. Ambia mnaona shujaa wenu huyu. Asema ndo shujaa wenu mdogo mliokuwa mkimtegemea hapa magerezani kumuita shujaa. Aisa, do aya, mwangalieni kwa sasa. Shujaa piga teke kabinya, kanyaga, akakanyaga kidole hicho, kakanyaga vizuri, kanyaga. Blaza huyu yuko hapa anatazama tu, hana kitu cha kufanya. Piga wewe, ilipigwa chuma juu. Ambia hiyo inatosha, siku nyingine tena. Unataka kisasi? Si unataka kulipiza kisasi? Jamaa kasia kisasi. Ambia kama unataka kisasi, tukutane hapo baada ya siku 3. Na hapo utalipiza kisasi chako kama una uwezo. Bwana, mzee anataka vita. Anasema iteni watu wenu wote, afu tukutaneni hapa baada ya siku 3. Tukutaneni hapa, afu hapo tuone kama mna uwezo huo wa kulipiza kisasi. Aise, ambia bihe dinghe, maskini ya Mungu. Ambia yote, yani makosa yangu, ni makosa yangu yote, maskini ya Mungu. Aise, unaambiwa ndugu zao waliuawa. Aise, Dapen maskini ya Mungu. Sasa baadaye sema hapana, tutakufa wote kama mtafanya hivyo. Kama mtalipiza kisasi tutafariki wote. Bwana, memorial table wameziweka tayari. Dapen pamoja na Din na Bin Dieri Die. Ambia nisikilizeni eti. Ambia kama mtafanya hivyo tunafariki wote. Alimfuata mshenzi. Ambia wewe kama unataka kuishi, wewe baki na usipambane. Lakini hatuwezi tukaona ndugu zetu wanafariki afu sisi tukae kimya. Tayari tumepoteza ndugu wetu. Hatuna watu wengi wa kupambana. Hebu angalieni kwa sasa tuko watu wangapi hapa? 5 tu. Ambia hatuwezi tukapambana na Hehe Gang. Tulieni na tukubali kudharaulika. Jamali weka anasema hii ndo plani yangu. Plani yangu ndo hii. Bwana liweka plani mezani. Watu wakachora plani. Kwani ukisema mapema eti kama ulikuwa na plani nzuri kiasi hichi? Bwana, ilipangwa plani. Ni plani gani hiyo? Walimfuata mzee. Utakuja kufahamu kwa nini walimfuata mzee. Ambia mheshimiwa, nimepata taarifa. Baada ya siku 3 watakutanana pale pale sehemu ile ile. Asema vipi, ni wangapi? Wapo kama 5 hivi mheshimiwa. Wapungui watu kama 5. Asema kwa nilivyoangalia haraka haraka nimegundua ni kama watu 5 tu. Jamali simama brother huu. Asema ndugu zangu, vijana hawa wametusaidia. Asema na kama wametusaidia, inabidi tukae sehemu ambayo sheria ipo. Yaani sehemu ambayo sheria ipo. Anasema hatuwasaidii tu vijana hawa, pia tunasaidia na sisi na watu wengine ambao watakuja gerezani hapa. Anasema tushirikiane nao kwa sasa na kufanya hawa makatili, hawa shenzi ambao wanazidi kuongoza gereza watoweke na watoke katika sehemu hii, wasiendelee tena kuongoza hapa, na hapo tutapata uhuru na tutaishi salama kabisa gerezani.
Hasa huku mchakato ulianza. Unaambiwa hii ni baada ya siku 3 mchakato ulianza. Bwana, unaambiwa wene visu, wene shoka, wene rungu walikuwa wanachukua. Hii ni baada ya siku 3 vita vinakwenda kuanza. Baada ya siku 3 walipangwa watu wakutane, na hapo walipiza kisasi. Bwana, inakwenda kupigwa mechi. Yupo mnyama Little Man, yeye ndo mkuu. Bwana, ni roho mbaya, roho ya kijitu, roho ya kishetani, anajiita mwenyewe ndo Mungu katika dunia. Unaambua pale pale mvua ilianza kunyesha. Aise, Little Man huyu hapa, Zenzi yao Chenzen. Vijana hao ndo watu tu ambao mko nao, amwogopi kama tutawaua leo. Ambia hiyo haijalishi ni kitu gani, ushujaa au kujiamini peke yako, huo ndo ushujaa wenyewe. Haitajiki kuwa na watu wengi, tunakumudu wenyewe. Unasubutu kweli? Bwana, ghafla anataka atoe amri, ghafla tumbo zinawakata watu. Nini tena? Bwana, tumbo zinawakata. Nini kilifanyika hapa? Ni plani ambayo mwamba alichora. Sasa tuoneshwe. Walimfuata mzee Mr. One. Unaona? Baada ya kumfuata mzee, walichukua sumu ambayo hii itawafanya wapatwe na diarrhea, ambayo itawafanya wanye wa kila chakula iliyoko katika chakula, ambayo hii itawafanya wakunye muda wa lisali moja. Mna usubutu kweli nyinyi. Mmetumia triki. Chukueni maisha hao, weni wote hao. Bwana, wanakwenda kuua watu hapa. Inakwenda kupigwa mechi. Unaambua hapo ni zaidi ya watu 200 na watu 50 tu. Aise. Unaambua watu wapungui zaidi ya 20. Unaambua walifinywa kipigo. Watu walikuwa wanapigwa namna hiyo. Wanapigwa mkono. Watu wanabondwa, wanafinywa. Unaambua wanavunjwa mguu. Huwa kuwa na bati alivunjwa, afu anakabwa namna hiyo, pigwa shoka kichwa. Hakuna huruma. Unaambua ni vita ambao ukipona umepona, ukifa unakufa. Bwana, watu walikuwa wanabondwa. Bwana alikwenda na hasira zote. Anamfuata mshenzi. Bwana, aliluka na ngumi hiyo hapo. Bwana, hiyo hapo kitu. Alikula mashine, alipewa kitu. Unaambua hii hatokaa sawa. Pale pale. Bwana, anafuatwa, unavunjwa kwanza mguu kama hivyo, afu unachomwa kisu, unafariki. Little Man huyu hapa. Mzee anazidi kutembeza kichapo pia. Kumbe sio mzembe. Mzee anafinya mkono. Mzee anapiga. Huku watu wanazidi kunyukwa namna hiyo. Watu wanazidi kunyoshwa. Watu wananyoshwa viungo. Wanavunjwa viungo. Bwana, kichapo kinazidi kutembea. Bwana, kibo. Kitu. Na mbona unalambishwa udongo hivi hivi unaona? Aicha. Si mchuze, bwana, sio mchezo. Watu wanabondwa, watu wanafinywa. Kwa juu huku Zhu Yulon alikuwa akitazama kila kitu. Alikuwa akicheki pambano linaloendelea kati ya kundi hizi mbili. Bwana, alikula ngumi. Akamwona mshenzi huyu hapa. Yeye pia akamwona Little Man huyu hapa. Walimfuata wote kwa pamoja. Wana hasira na ghadhabu za kutosha zaidi ya mshenzi Little Man. Walimfuata, alikula msamba. Hajakasa watu hao hapa. Wana ngumi, walimlamba, walimnyuka. Unaambua hasira zao zote zitaishia hapa. Huyu mshenzi sumuoa ndugu zetu. Unaambua walipigwa nyundo, pigwa na rungu. Pale pale brother huyu aliingia na kikosi chake kuwasaidia ndugu zake, kuwasaidia brother Chenzen. Bwana Zen Xiao. Jemba hizi hapa, msaada umeongezeka. Brother huyu amekuja kuongeza nguvu kazi. Sasa kichapo kiendelee. Bwana, mtu anyukwe, mtu apigwe. Bwana, walimfuata mshenzi, alimnyuka na rungu. Aise.
Naambia wewe ndio uloniuia bindi he wangu wewe. Alimnyuka, alimbamba na rungu, alimfinya. Unaambua kuona bati. I say. Shuti. Aliamrisha zipigwe chuma, zipigwe risasi. Bwana pale pale zilianza kuachiwa risasi. Unaambua mshenzi. Lu Yumin. Unaambiwa akupenda. Wao pia walipanga plani hii wao wawili. Kwa maana hiyo ilikuwa ni kama kumsaidia mwenzie. Unaambua alipigwa brother huu chuma ya moyo. Brother huu. Kaka huu maskini ya Mungu. I say. Brother huu. I say. Alipigwa chuma ambe brother huu. Brother huu. Ambia hapa ndo mwisho wangu. Asema unabidi kujua kitu kimoja na ukumbuke kitu kimoja. Siku zote kumbuka hili. Siku zote kumbuka kuchagua njia ambayo ni sahihi. Brother who. I say. Brother who. Alikataro. Zuyulon. Ambia kama leo sitokuwa basi hata mbingu itaona haina samani kwangu. Bwana. Anaambia kengele hiyo leo itakuwa dhidi yako. Kengele hiyo itakuwa ni juu yako. Anaambia Yulun. Leo ni siku yako ya mwisho. Unafia hapa leo. Bwana. Wamechanganikiwa. Wana hasira na ghadhabu za kutosha. Wanataka umwangamize na Yulun. Bwana. Jamaa anafuatwa, chuma zinalia, wanazidi kuwapiga chuma namna hiyo. Asa kashikwa kengele, jamaa kashika pipe, anawabinya, anawanyuka, anawazima, anawafinya. I say. Uweni huyu mshenzi, fokasi. Sasa, hebu nishikike kitu ambacho alikuwa anataka kufanya hapa. Bwana ilikuwa inashikwa ile. Anaambia uweni huyu. Bwana alishikwa chuma. Amshoe zenzi yao. Ilipigwa chuma. Ajakasa alikuja chali alipigwa ya bega. Chenzen. I say. Alipigwa chuma ya bega. Unaambia ile kengele waliachia. Ilimfuata huyu mshenzi. Alipigwa na kengele. Unaambia hapo ilikuwa ni mwisho wa maisha yake. Tuachane na yale. Leo tumuone braza yake na Yuan Weihuji. Huyu ni kaka yake ambaye anamiliki genge lenye nguvu. Anaitwa Yuan Weihui. Bwana ni master, ni mtu ambaye anagopeka katika mji wa Tianjin. Unaambia Tianjin nzima hakuna genge kama lake. Ndio mheshimiwa. Akiwa hapa kuna box ambayo ililetwa. Naambia mheshimiwa, kuna zawadi hapa ambayo kuna mtu ambaye ameileta hii. Alifungua. Kuna ramani au kuna yani kuna ujumbe, afu pia risasi iko hapa. Jamaa kaicheki. Inaonekana ulikuwa ni mwaliko. Alialikwa na nani? Bwana, utamfahamu vizuri. Alikuja moja kwa moja. Mwamba wa kuitwa Yuan Weihui. Bwana. Alikuja moja kwa moja sehemu ambayo alikuwa aliitwa hapa na mwanamama ambaye anaitwa Chen Kuishen. Jamaa alitii mwaliko. Alikuja sehemu aloalikwa. Sasa alikuwa anaigiza hapa maigizo, anafanya maigizo yao. Kama unakumbuka michezo zamani ya wa China. Sasa unaambia amekuja hapa na kundi lake, amekuja hapa na genge lake. Ambia niko hapa kusawazisha ugomvi ambao upo kati yako wewe na zenzi yao. Jamaa anatabasamu, anacheka. Ambia niko hapa nahitaji amani kati yako wewe na zenzi yao. Nafahamu ya kwamba kuna makosa kidogo ambayo mwanangu ameyafanya, kumuua au kumwangamiza Yuan Weihuji ambaye yeye ni mdogo wako.
Anasema inategemeana na wewe kwa sasa, kama utakubali kuacha swala hilo la kutaka kumwangamiza udogo ambaye anaitwa Zenzi yao. Kuna risasi ambayo hipo katika boksi, itakwenda katika kichwa chako kama hutokubali. Mzee akacheka. Yaani mtoto wa kike ndo unanitishia kiasi hichi? Wewe unafikiri ni nani? Ni mwanamama huyu hapa. Bwana tuione sura yake vizuri. Tianjin chushen. Ambia nimezaliwa Tianjin. Pia pia nimeolewa Tianjin. Wananiita Kui Shen. Bwana. Mama na matambo, afu ni mkali. Bwana. Baada ya yote mwamba aliachwa peke yake hapa. Inaonekana kakubali. Kwa mwana mama, inaonekana mama ni mtu mmoja sana mkubwa, ni mtu mkubwa katika mji wa Tianjin. Ana cheo kikubwa na wazifa mkubwa sana. Mwana mama wa kuitwa Kui Shen. Leo aliwekewa dhamana na alikuwa ametoka leo. Lakini ndugu zake watabaki. Ambia huko hapa. Wanaambua Chen Hu na Niabun na ni Uben wao watabaki hapa gerezani ili kuitumikia. Kumbuka bado miezi 6 haijafika. Walipewa adhabu ya kukaa sero miezi 6. Ambia vipi kuhusu wewe? Anasema mimi bado sijakaa hapa kipindi kirefu sana. Kwa maana hiyo nitatulia hapa kidogo. Anambia hata hivyo pia nimesoma. Nimesikia ulichokuwa unakiongea kule ndani ya kwamba plani yako ni kuwa mtu maarufu katika mji wa Shanghai na Tianjin. Anambia bila shaka. Anasema nitakwenda Shanghai kutafuta jina. Kama utakuja Shanghai siku moja, ulizia mtu anaitwa Zenzi yao, utanipata. Bwana ni makaka wa damu. Uliwekwa undugu namna hiyo. Leo walitoka gerezani. Bwana. Binti Ziayun yuko hapa. Pia mwana mama Chen Kui Chen yuko hapa. Walitoka wawili waliokiwa dhamana leo, walikuwa wanatoka. Wamba wawili hawa. Oya, hewa ya nje tena nimeivuta. Binti alimkumbatia mwamba. Ziayun. Mwamba anashangaa. Wewe unamkumbatia mimi, kwani mimi peke yangu ndo niko single tu? Mama yake huyu hapa. Anaitwa Kui Shen. Ambia wewe kama mama ulifanyaje? Yaani kwa nini ulimwacha mwanao kama magerezani? Apiga kofi. Unategemea kwamba mimi naweza nikakusaidia? Asema nilitaka kidogo ukae huku vya kutosha ili upate somo, ujifunze. Hata hivyo pia ni mwanae, anamjali sana. Anadai kwamba mwanae ni mtukutu sana. Kwa maana alitaka kidogo akae huku gerezani ili ajifunze. Mamake alikuwa na uwezo wa kumtoa mwanae, lakini alitaka kidogo akae gerezani ili ajifunze somo. Ambia hata hivyo pia hungeumia, kwa maana kuna mtu huyu hapa. Ligen. Bwana, kumbe alitumwa na mwana mama gerezani kwenda kutoa msaada kwa dogo Zenzi yao. Bwana. Ambia huyu ni Chen Zhen. Asema pia amenisimulia story yake. Asema kwamba huyu ni mtoto wa kulelewa baba. Ambia huyu ni mamangu. Ambia pia mke wa Huan Hong Queen. Bwana, ni mke wa jamaa ni mke wa babake. Ambaye babake na Zenzi yao waga chali yako Zenzi yao baba chali yako Chen Zhen waga namkubali sana. Tangu lini babako akawa na mtoto wa kambo? Tangu lini babako akawa na mtoto wa nje? Bwana. Anasema Chen Zhen. Si ndio wewe? Ambia bila shaka mimi ndo Chen Zhen. Basi niite mama kuanzia leo. Mama. Jamaa wako ana utani huyu mshenzi. Ambia kwa nini kunieleza mapema eti kama babako alikuwa ni maarufu kiasi hicho? Ambia mimi Zenzi yao. Ambia mimi nitahakikisha natengeneza jina langu. Ambia wewe acha utani basi. Jamaa alikuwa akigia maneno ambao jamaa alikuwa akiyasema siku ile. Anasema vipi, unataka kwenda na mimi Shanghai na kwenda kutengeneza jina la kwetu peke yetu? Shanghai. Anasema hiyo Shanghai.
Ni ndoto yangu eti kwenda Shanghai. 就我姐德行。 Ambia hata hivyo pia mtu kama mimi sifai kwenda Shanghai. Mtu kama mimi basi sina jina, sina pesa, sina kitu chochote kile. 你不是说过 Ambia ufai kujali kuhusu kitu hicho. 大小说 Kwa kuwa mimi niko hapa, nitahakikisha unapata kila kitu. 我在？ Ambia na kutengeneza jina Shanghai na kuwa watu maarufu sana. Yuhu! Aise. Walijampu moja kwa moja katika dubosha lao. Wanakwenda Shanghai na kujitengenezea jina peke yao. Na kuja Shanghai. Woo! Woohoo! Shanghai na kuja. Wanakwenda Shanghai kutengeneza jina peke yao na kukuwa watu maarufu. Na kuwa watu maarufu. Bwana, walikuwa ni mwisho wa kitu safi kabisa. Wanaita Revenge of Two Brothers. Bwana, pia kuna party 2 ambayo ikitoka nitakuletea, ambao wanakwenda Shanghai na kutengeneza majina yao peke yao, ambao huko watakwenda na kujitengeneza majina yao peke yao. Bwana, Senzi yao Shenzhen wanakwenda Shanghai kujitengenezea majina yao peke yao. Bwana, party 2 ipo, lakini kwa sasa bado haijatoka. Ikitoka nitakujulisha. Mr. Burudani niko hapa kwa ajili ya kukuburudisha, na ilikuwa ni zawadi kwa wale wote watu wangu ambao wananifuatilia na kunipenda. Mr. Burudani ilikuwa ni single funga mwaka hii hapa. Bwana, mimi nimeamua kuita Revenge of Two Brothers, lakini wanaita The Great Expectation. Great Expectation wanaita hivyo. Bwana, kitu safi kabisa na Mr. Burudani. Bwana, tukutane katika kigumo chengine au katika single movie nyingine, lakini kwanza tuimalize ya kwetu Who is the Killer. Bwana, nakuja kama mkao wa kula. Who is the Killer mwendelezo unakuja hivi karibuni. Kumbuka Mr. Burudani niko hapa kwa ajili ya kukupa vitu burudani na vitu vikali kama hivi. Bwana, kuwa makini. Who is the Killer muda wote ile na saa zote zile inaweza kutoka. Kwa maana hiyo inabidi uwe makini tu. Kukamka wa kula. Mr. Burudani niko hapa kwa ajili ya kuburudisha na kukupa kila kitu ukitakacho. Bwana, ulikuwa ni mwisho wa season yetu wa single movie yetu. Bwana, mwisho wa hii ni mwanzo wa nyingine. Tukutane moja kwa moja katika single nyingine na Mr. Burudani kama kawaida. Kumbuka namba zangu ni zile jumlisha 1-815-208-1037. Unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani. Cheki sasa Mr. Burudani WhatsApp jumlisha 1-815-208-1037. Tukutane huko na msina budi dhidi ya kusema bye bye.